lakini kwa vituko vya mwanaume, wallahi mwanamke anaweza kama ukuta. Wako baadhi ya wanawake ilikuwa akiguswa tu hivi tayari kuna kitu zamani kilikuwa kinafanyika Masri humo kimefanyika, nchi zote za Kiarabu kimefanyika. Na hichi kitu ni sunna, lakini watu wanakifanya ovyo ovyo. Serikali ulimwenguni kote imekipiga marufuku sasa hivi. Khitan ala nisa. Sawa wanawake kutahiriwa. Wanawake nao wanaingia jando kama wanaume. Ummu Salamata radhiyallahu ta'ala anha alikuwa akifanya kitendo hichi. Huyu baadaye alikuja kuwa mke wa Mtume Muhammad baada ya kutoka kwa Abu Salama. Umenielewa Akawa na wasiwasi, hichi ninachokifanya ni sahihi? Akaenda kumuuliza Mtume Muhammad. Mtume akamwambia ni sahihi, lakini usiondoshe ile athari. Yani usiondoshe ukamaliza kabisa. Kwa sababu udhaifu wa mama zetu, akiwa hajafanyiwa ile, basi kwa vile Mungu alivyoumba, hata ile kanga yake tu ikimfanya hivi anachanganikiwa. Kwa hiyo ilikuwa ni kupunguza hisia kali, na pengine watu wakafanya machafu. Sababu hata Mwenyezi Mungu wakati anamtaja mwizi alianza kumzungumza mwanaume, as-sariqu was-sariqa. Yani kitu kikitajwa mwanzo kina uwepesi wa kufanya jambo kuliko cha pili, kwamba katika kuiba mwanaume ni mwizi kuliko mwanamke. Lakini kwenye uzinzi alianza kumtanguliza mwanamke, azania, mzinzi mwanamke kisha mzinzi mwanaume, kwamba mwanamke asipotengenezewa mazingira jinsi alivyokuwa na hisia nyingi, ni mwepesi kuileta zinaa katika jamii kuliko mwanaume. Maana vitu hivyo. Sasa hii ni kuonesha kwamba zile athari, japokuwa zamani walikuwa wakisema pia mwanamke anakuwa na afya kidogo akifanywa vitu kama hivi, na mpaka leo wanawake kuanzia mwaka 86 baadhi ya mikoa wengi wamefanywa vitu kama hivyo, lakini siku hizi hakuna tena. Watu wanafanya kienyeji mpaka yanakuwa mabalaa. Sasa nataka tu kuonesha kwamba mwanamke hisia zake ziko juu, na yule ambaye ameoa na anayajua mambo basi ataungana na mimi. Lakini yule ambaye kaendaenda bila mpango katika ndoa wala haelewi jambo. Kwa hiyo mama zetu, dada zetu, wake zetu wako pawa kuliko sisi. Isipokuwa sisi ndo tunawasababisha wawe na hali hiyo. Lakini upande wa pili tukiwavuruga kidogo tu, zile hisia zao zinakufa. Mwanamke ana upendo mkubwa sana, lakini akisema hapendi tena, ndo moja kwa moja hapendi tena. La mwanzo, mwanamke ana siku zake na siku nyingine maana yake si zake. Mwanamke hormones zake zipo karibu na feelings zake zile. Umeelewa Akijifeel vibaya kidogo, akipata udhiko kidogo, hisia zinakufa katika mwili. Alafu mwanamke maji yake ya uzazi yapo hapa kifuani. Ana tabia kusamehe kwa haraka, lakini hasahau. Likikaa jambo maishani ndo hivyo. Kwa hiyo ukimuingizia maudhi kama 10 mwanamke, baadaye anapoteza hisia na mwanaume. Kwa hiyo mwanamke itakiwa uishi naye kwa tahadhari kubwa. Tumeshuhudia watu wengi na wanawake wengi wanasema maneno haya, wallahi mimi nilikuwa nampenda mume wangu, si mbali jana kanitembelea mdada mmoja. Huyu mdada nilimliwaza, nikamwambia sio peke yako, ndo watu wote wako hivi. Huyu mdada kwa mara ya kwanza
aliletewa mume wa kumuoa, yule mume hakumtaka, akadai familia ikamlazimisha, na wakasema wazee wake mwanamke hajui kupenda, na haya ni kweli, isipokuwa we mwanaume ukimuonesha upendo atakupenda. Akaingia na yule bwana, basi anasema hajui kulitokea nini, alimpenda baba yule mpaka akachanganikiwa. Kama alikuwa na mali yote aliifirisi kwa yule mwanaume, alitoa mali yake yote. Na mwanaume alikuwa si mfanyaji kazi, mvivu. Alimwona mwanamke yule ana gari yake, ana nyumba zake, akajichomeka. Mwanzo akamuonesha mapenzi, basi mwanamke akapenda kuliko alivyopenda yule bwana, mpaka akamfirisi kila kitu. Kisha alivyomfirisi, kwa sababu ilikuwa tabia yake kutafuta wanawake kwa njia hiyo, akaanza kumletea maudhi. Sasa yule mwanamke anasema jinsi alivyompenda yule mtu, lakini ghafla alivyobadilika, alimchukia yule mwanaume, mpaka zile nyumba zake alizozijenga akaishi na yule mwanaume, mpaka zile gari alizozinunua anachukia kuziishi, mpaka kuzipanda kamwachia yule mwanaume. Angalia chuki ya mwanamke inavyotaghayyar, kisha badilika kwa dakika moja kabisa. Sasa wanawake wao wana tabia ya kuhitaji mapenzi. Nikupe kisa kimoja muhimu sana. Kisa kimoja, wanasema alikuwepo dada mmoja kutoka nchi ya Burundi, dada wa Kitusi, katoka zake Burundi, alikuwa na mume wake, na hawa hawakuwa Waislamu. Wakati yuko pamoja na mume wake, hawa si Waislamu, wa Kristo, wanasali kanisani Roman Catholic. Sasa kukatokea vita kule Burundi kati ya Wahutu na Watusi. Miongoni mwa vita, nyumba yao ikaathiriwa, wana watoto, na vita vikitokea wanashambuliwa zaidi wanaume. Mume wake katika purukushani akakimbia mji, akakimbilia nchi jirani, ima kaenda Rwanda au ameingia Kongo ndani ya Burundi. Mama kabeba watoto, ile amsha ya vita, na watoto wake mgongoni, au wanakwenda. Kajikuta kaibukia Tanzania, sio kapita labda boda ya Kigoma hiyo, mpaka kafika Dar es Salaam mwanamke. Alipofika hapa Dar es Salaam, akawa anaishi kama mkimbizi. Akaanza ujasiriamali, Mwenyezi Mungu akambariki, akaanza kupata kipato. Akawa anauza nguo zake kutoka Kongo, analeta Kariakoo. Kuna yale sijui ni madira, vitenge vile, anachukua pale anapeleka Kariakoo. Hata mimi zamani biashara hiyo ilikuwa anachukua vitenge kutoka kwa Wakongomani, wanaleta pale Kariakoo pale, vitenge vizuri. Hata tulipokwendaga nchi ya Burundi kufanya da'wa, kwa sababu Kongo ni karibu, tulienda kwa lisaa nafikiri. Tulipofika katika nchi ya Kongo tukafanya da'wa, zawadi tuliopewa vitenge. Ni vitu ambavyo watu wanavihitaji, vinapatikana kule. Sasa wakati anafanya biashara yake, analeta vitenge, Mungu akampa pesa. Sasa amekaa kama mwaka, akapiga simu kumuulizia mumewe, maana mume naye alitoka mbio kwa ajili ya vita. Hali ishakuwa shwari, turudi kwetu, au amwambie mumewe njoo tuishi Tanzania, nishapata makazi, mambo mazuri, naishi kama mkimbizi lakini nafanya shughuli. Kupiga simu nyumbani, mume haonekani alipo, mume hajarudi, na vita vilikuwa vibaya, mabomu na nini. Wakauliza kila pahala, nchi jirani, haonekani. Katafutwa kama miaka 2-3, kimya. Ikabidi wasome misa kama khitma, kwamba huyu kisha kufa na mimi ni mjane,
Watusi walivyo, mimi nimekutana na wao, ni warefu mashallah, wapo kama wa Somali, wazuri wadada wa Kitusi. Sasa huyu mdada kwa sababu ni Mkristo, anavaa zile nguo zao fupi, kwa hiyo mguu unauona hasa, na wanavaa shati lile shumizi sijui. Kwa hiyo mambo mengine unaona kwa mbali kama kuhifadhi macho. Kuona imo, lakini ile kuona mara ya kwanza afu kishaona vitu vibaya vinaelea huko, unageuza macho. Sayyidina Ali ambia la tatbi'i an-nadharata ila an-nadhara, usifuatilishie angalizi la jicho la kwanza kisha ukaanza la pili. Fa innal ula laka wa thaniya alayka, lile la mwanzo ukiona upati dhambi, lakini ukishaona sasa, lakini kama pale ofisini kwangu ya akhi, nasikia kabisa sauti anagonga ngongo ngongo, nani? Mimi Adija kwa mfano. Unajua huyo anaingia bila shaka si mwanaume, lakini ndio utainama tu, yaingia Adija, lazima lile la kwanza nani huyo? Kumbe mtu mzima, basi unainamisha macho. Na hata ukitembea barabarani hivi, huwezi kutembea hivi tu hivi, utagongwa na gari, lazima utanyanyua kidogo shingo hivi hivi. Kwa hiyo kuona imo, lakini usirudishe jicho. Mtu mmoja anasema kama lile la kwanza hakuna dhambi, basi mimi na time nikitazama lile la kwanza na ganda pale natizama mpaka niridhike. Ukitia nia hiyo unaanza kupata lawama, na macho hayashibi, Sasa dada akapata pesa. Unajua mambo ya pesa bwana, inna dirhama wa dananira fi kulli amakina kullaha tuksir rajul mahabatan wa jamala. Pesa sehemu yoyote zinamvika mtu uzuri na kuogopewa. Yani mtu akipata pesa, hata awe mweusi kama mkaa, unakuta anang'ara hapa uki. Umeona Hata pia kuna mwendo wa mtu mwenye pesa na asiokuwa na pesa. Si unaojua bwana? Wanaotembea na pesa wana uhakika. Yaani ukuta, yani hata ile tembea yake wewe unajua tu hapa mzigo huko. Lakini mwenzangu na mimi una kitu hivyo vishindo kama mchawi. Baki unaanza kusaka tu time yoyote. Mungu atupe pesa inshallah. Kupewa pesa si dhambi. Unaona mchezoni ni pesa bwana. Sasa huyu dada, imagine amepata pesa. Kwa hiyo alipopata pesa, katengeneza nywele zake kama kachoma kama nini, au kama kasuka ule msuko wa gharama. Alafu msuko wenyewe uko wazi, sura ile itapata vipodozi, itatengenezwa. Kwa hiyo akawaka mtusi huyo, vitu vyote viko wazi. Akapita shehe wangu mmoja, akapika ustadhi. Ile kupita ustadhi, ile amana akaielewa ile, akapenda, akampenda yule dada. Na sisi tumehusiwa tupende vizuri, sawa lazima tuambiane. Yani kuoa mvimba macho si dini. Ufikiri nakutania ustadhi? Na kumpata mwanamke mzuri si lazima uwe na pesa bwana. Yani kutuliza kichwa. Yani hakikisha nikiongozana na wenzangu, kifaa changu kinaongoza. Lakini wengine hataki wake zake wajoin na wenzie. Sasa ukaoa mwanamke, Saleh anamjua jina lake anaitwa Mpoko. Unamjua Mpoko? Mpoko jina la Kisambai. Mpoko ni mtu anaishi mwituni,
ana macho mekundu kama vidonda, watu wa msituni. Kwa hiyo lazima bwana upointi ustadhi. Lazima upointi. Kuna rafiki yangu anaitwa Yusufu, ana mtoto wa shangazi yake yuko Tanga, sehemu inaitwa Mombo. Unajua Wasambaa, tena ukitaja Wasambaa itakiwa useme radhiyallahu ta'ala anhum, as-Sambawiya. Walillahi alhamdu. Wasambaa bwana ni mixa ya wazungu na Waarabu kwa mbali. Sasa akanambia bwana yuko, mimi nilikuwa mwalimu wake, anasema ustadhi, kuna mtoto wa shangazi yangu mimi mwenyewe nammezea mati, huyu ukimpata huyu habari zake nzito, ni binti mashallah, kasoma dini, yuko sawa, kasoma kweli, alafu mcha Mungu hatari. Sasa watu wakaambiwa binti yuko tayari, au maustadhi hivi, kila mtu anamtaka. Ustadhi mmoja wa Kiansari, kifaa kimeiva, akasema namtaka mimi. Ustadhi mwenyewe Msambaa akaenda kwenye nyumba ya yule binti, wakakutanishwa, binti mdogo tu, wakakutanishwa pale. Ustadhi akamuuliza yule binti masali, binti naye akauliza naye sali. Akamwambia ustadhi, na mimi nina masali yangu. Asema swali lako linasemaje? Akamwambia bibi yake Mtume mzaa mama anaitwa nani? Alafu mzee Adam kaishi miaka mingapi? Si lazima unijibu sasa hivi ustadhi. Haya ni maswali yangu haya. Ustadhi kwanza kapandisha hewa afu kashuka chini. Maana ustadhi alikuja pale akasema alhamdulillah mimi ni mudarris, nimesoma sijui nini na nini, akamtwanga hayo maswali. Ustadhi alipotoka hapo sasa kupewa fursa, Sheikh Usmani uko wapi, nitakosa mke yake, hem nieleze Nabii Adam hivyo. Nikamwambia shekhe, wala yasi masali, kuna masali huyo binti atakuuliza hujamkalia vizuri, weka kuambiaje? Kaniambia kesho kuna masali ya mwisho. Nikamwambia sasa haya leo wewe nenda kaambie sijui, ila kuna masali yanatengenezwa, wewe nenda. Watu wengi walienda wakachemka kwamba binti ukifika na kupiga masali. Ustadhi karudi kaingia kona mpaka kapata majibu. Alipofika ambia nilikuwa nafanya mtwala kidogo, hiyo siku nyingi sijayapitia, kumbe hayui. Mwanamke hata hayuko interested na ile masali, akamwambia ustadhi ninalo swali langu la mwisho. Wakati huo yuko na shangazi yake yule binti. Akamwambia ustadhi, chukua ahadi kwa Allah, hili swali langu unijibu kama ninavyotaka, na wallahi wa billahi wa tallah najimakini jibu lake unalo, na ili unanijibu hata hapa, ili ukishanijibu basi mimi nishamaliza. Ustadhi kwanza katoa macho. Sawa, nitakujibu, ambia apia kwanza kwa jina la Allah kama utanijibu. Hilo swali mpaka kuapizana sasa. Akaambia inshallah kwa uwezo wa Mungu akiniwezesha kunijibu, ambia unaliweza na unalijua, mimi nitakajibu lake la ukweli tu, uniambie ukweli. Alafu kisha nijibu hilo, kilichobakia ndoa. Akasema ustadhi, unanipenda kweli mimi? Ambia naam, nakupenda. Kwa nini unanipenda? Ambia kwa sababu mtoto mwenye dini, nyumba yenu ya dini, mmehifadhi kitabu cha Allah na nini na nini. Akamwambia
hata mimi nakupenda ustadhi, lakini nijibu swali langu. Ambia basi uliza, mpaka tumbo linaniuma, uliza. Akaambia niambie ustadhi, hujawahi zini we katika maisha yako? Hujawahi kukutana na mwanamke katika maisha yako? Maana ustadhi hana mke hapa, ndo mke wa mwanzo huyu, na kaja na ndevu zake na suna zake. Hujawahi zini? Yule mama mkubwa pale au mama mdogo au shangazi akutarajia kwamba huyu atamuuliza mkwe mtarajiwa swali kama hilo, hakutarajia, na angejua angemkanya. Anajua akili ya kitoto, unaulizaje maswali hayo? Shangazi akasema, baba utalijibu kesho hilo, wewe nenda tu kesho utakuja kulijibu. Aliogopa asiji pale pale. Sijui mimi na wewe ingekuwaje jibu lake hapo. Jibu lake usha hapa kitabu cha Mungu. Tena ameongeza vibaya, asema kurubia pia hujawahi. Lakini inawezekana hujafanya, lakini kwa sababu ndio umekosa, yani chupu ile zuhuziha chupu. Ustadhi alivyokuwa mwanaume akasema, la, mimi nalijibu hapa. Nalijibu hapa. Wallahi wabillahi watallah, acha mwanamke, ile nafsi ya mtoto wa kike sijai kuiona. Yani yule mtoto mchanga, ile nafsi yake, utupu wake si ujui. Na hata hapa tukioana hapa nifundishwe, tukishaoana tunafanyaje. Karne hii sio kifagio cha mtaa kama wewe. Alafu eti wewe shehe anakuwa mzinzi. Sijawahi. Yule binti akadondoka sijidatu shukra, akasujudu kwa muda mrefu binti yule, kisha akaamka. Ambia pena unasujudu? Ambia kwa sababu jana nilifanya istikhara. Mimi ni mwanamke mwari, sijawahi kuguswa hata na nzi. Sasa nikamwambia Allah, mimi nimejitunza, na umesema mzinzi huwa mzinzi mwenziwe. Naomba unifahamishe, huyu mume yuko bikra kama mimi, mkewe mtarajiwa? Nikaona live bila chenga kwamba huyu mpya. Sasa nilikuwa nataka tu kuithibitisha istikhara yangu mle. Sasa ustadhi, usiende mbali, unanioa hapa saa hizi. Ambia hapa na mahari yangu unipe hapa. Na unaweza kunipa, nipe hapa. Hakuna changoja, yani hapa mambo, unaondoka na mzigo wako hapa. Sio mtihani hiyo neema, maana wewe mpaka ukaambiwa kasitafuta hizo milioni 3, milioni 4 hapa. Nipe mahari yangu ustadhi. Akaambia mahari yako nini? Asema nataka unisomee juzuu 30 kwa kichwa. Juzuu 30 kwa kichwa. Alafu sasa unanisomea kwa makamati ninayoyataka, kama ni rasti, kama ni bayati, kama ni sika, kama ni nahwandi. Alafu angalia, akamwambia sasa nakupa fursa moja. Angalia binti alivyokuwa na future. Nakupa fursa moja, kama uwezo wako leo utansomea juzuu 1, haya. Kama ni juzuu 2, haya. Lakini umri wetu tutakoishi uhakikishe unanihitimishia msaafu. Hiyo ndo mahari yangu, sitaki mahari nyingine. Ufikiri alikuwa na dream nini? Ujamaa naye awe hafidh, kwa sababu juu ya msaafu hakukai kitabu chengine. Unalaliaje msaafu na we kopo bwana? Si mmoja alikuwa sijui lala wapi hapo kapita. Alikuwa mwenye sharobaro tu.
sharrul bariya, ile kupita akaona mwanamke wa Kiislamu binti mweupe wakipemba pemba hivi, ile mashallah hivi namna kama hivi. Akasema pale lazima niingie pale, wallahi pale naenda kuoa pale. Akatuma washenga, akaapa chochote kitu, akapigwa bonge la mkanzu, anaenda kuposa. Mwenye mtoto wake ni msomi wa dini na mtoto kampika. Walipofika pale na wale washenga wawili, mzee akasema, akikujieni mtu mnairidhia dini yake na tabia yake apewe mke, hakuna Kiswahili. Binti yangu huyu miaka 3 anapikwa kichwa chake, sasa hivi ni hafidh wa Qur'an, hafidha huyu. Alokuja kumooa binti yangu ni hafidh. Wazee washalamba pesa, wakampamba pamba. Hakuna neno hilo, fleshi tu. Ambia wewe mzee flesh, wewe unaitwa mzee nani? Bwana hayo majina alojipa, mimi naitwa Imamu Ustadhi Sheikhul Mashaikh, imamu wa msikiti mtia Fatiha, mzee Yusuf. Akamwambia unaitwa mzee Yusuf, hebu tusomee suratu Yusuf kwa kichwa chako. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bwana ilikuwa bahati ya mtende, kahifadhi suratu Yusuf. Akaenda Sadaqallahul azim. Mzee wa pili akamwambia, na wewe mshenga namba 2 unaitwa nani? Mimi naitwa mzee wa msikiti. Nani? Mzee wa msikiti tu. Naitwa mzee Ibrahim. Akamwambia tusomee suratu Ibrahim. Ibrahim, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Naye akatia vinjonjonjonjo vyake, naye alikuwa amehifadhi. Sadaqallahul azim. Muaji sasa. Tumuonyesha robalo. Wale wanaoendesha viatu kavaa kidole kimoja na kidondoki, afu kiatu chenyewe cha kike kinakaa upande hivi. Akaambia na wewe wajanja hao, mimi mzee wangu. Asema mimi naitwa Yasini, lakini watu wengi hupenda kuniita kul huwallahu ahad wallahu samad. Asema mna kitu upati mtoto. Karahisisha. Sasa yule bwana akaoa mke yule. Sasa kupitia sifa hizi za watoto wa kike, yule mwanamke wa Kirwanda yule, wa Kiburundi, uzuri aliokuwa nao, akapita ustadhi akamuona. Alipomuona akamtaka, akamfanyia murawida. Si vibaya akislimu mwanamke ukamuoa, si vibaya. Na huyu alikuwa shekhe hasa, akamfuata yule dada kwa ihsan, akamwambia kwa uzuri uliokuwa nao haimathiliki ukaenda motoni. La an yahdiyaka Allahu rajulan, kama Mungu atamuongoa mtu mmoja sababu ni wewe, ni jambo bora kuliko ngamia mwekundu. Mimi nitaka nikuokoe na moto kwa kukuoa, nitakupenda. Na ukizingatia mumeo kashauawa vitani, mwanamke bwana haishi peke yake, ni kuoe bibie. Sisi mashekhe ndo tunaojua kulea. Shekhe akajitapa, mama akaelewa swaga zake. Hasa mwanamke ukiambia nitakulelea watoto wako, anapenda. Watoto wako ni wanangu, takuondoshia huzuni. Dada akakubali. Akaolewa na ustadhi, akapigwa shahada. Watoto wote shekhe akawapeleka boarding, wakaanza kuhifadhi mpaka mtoto mkubwa akafikia sana huko. Mama mwenyewe akaanza kusoma, mama aliyokuwa Mkristo akawa ustadhati kweli kweli.
hizo nguo zake uone hata kucha, hata sauti yake akitembea na nyata, utafikiri malaika alivyopendeza. Alafu akikaa hiwar, mazungumzo ya mke na mume, neno kubwa la mwanamke kumshukuru mumewe, anasema alhamdulillahi alladhi, namshukuru Allah ambaye kupitia wewe umeniokoa na moto, siwezi kukusahau mume kama wewe. Wangu nakupenda sana, na wanangu wamekuwa na maendeleo ya Qur'an. Huyu bwana kajitahidi kwa juhudi yake, kamfundisha dini. Kumbe yule mume wake wa zamani hajafa. Tena kasikia mke wake anaishi Tanzania na mambo supa, tena kaolewa na shekhi na kazaa watoto wa shekhi, na watoto wake wote wameingizwa msikitini, wameondolewa kanisani. Si unajua mapenzi bwana, kabidi afuatilie mke wake. Mtaendaje nyumbani kwa mtu? Ambia kabla ya kwenda nyumbani nimtafute mwenye nyumba. Mwenye nyumba akasikia yuko Ijumaa anatoa hutuba, kaenda kumsubiri pale amalize hutuba yake. Amma ba'd, mwenye mkeo yuko nje anasubiri. Afu jamaa ameenda na kibukta tu na kongwa lake salaba, yuko pale. Sheikh naye na vilemba vyake pale atoa hutuba zake kalikali. Ile bwana alipotoka pale, ustaz, salamu alaykum. Ndio alaykum salam, kijana ujambo? Asante. Awekana brother tu wa hovyo. Ambia Sheikh, nina mazungumzo na wewe. Ambia kwa mazingira gani utaka kuongea na mimi bwana? Tumechoka, tumetoka. Ambia pana Sheikh, mazungumzo muhimu, naomba unisikilize. Maustadhi nyinyi hamna dharau. Tume alikuwa hakatai mwito wa yote bwana, nisikilize. Kambia unasemaje? Ambia Sheikh, huyo mke wako ulooa ni mke wangu. Si umeoa mjane ukaambia mumewe kauawa? Sijafa mzima. Na Sheikh ndo ukapenda hatari. Na kisha gharamia mzima mbichi, sijafa. Ndo wewe baba fulani? Ewa. Sasa unasemaje bwana? Anasema sisemi chochote, nataka mke wangu. Nataka mke wangu. Sheikh ambia acha maskhara bwana wewe. Ambia sio maskhara. Akatoa karatasi zake. Mbona hii ni hati ya ndoa tulifunga kanisani. Sheikh naye katafuta maskini cheti chake cha BAKWATA. Umeona? Ambia salala. Sasa ambia hakuna cha sasa, mahakamani. Akampeleka Sheikh mahakamani. Huyu ana cheti cha ndoa cha Kikristo, huyu ana cheti cha ndoa cha Kiislamu. Kila mtu ataka mke wake. Hakimu mwenyewe anasema kesi hii bwana kuiamua siwezi, muamuzi mwenyewe ni mwanamke. Sasa sema mama, unamtaka nani? Maana wote waume zako, wote baba za watoto wote. Sasa unamtaka shekhe? Ukisema unamtaka shekhe, wewe paroko tunaichana hati yako ya ndoa, sawa? Alafu wawe mume wa shekhe. Asema sawa, nakubali. Lakini akisema anamtaka huyu mchungaji, shekhe na wewe huna kitu, sawa? Ambia sawa. Usiku mzima shekhe tahajjudi. Kila saa ambia mke wangu, unaona umtiani? Ambia wallahi mtiani kweli, tushatoka kwenye ukafiri, astaghfirullah. Haya, huyu mwenzangu huyu. Huyu mwenzangu. Huyu mwenzangu huyu. Sasa ikafikia hatua kufika pale mahakamani, mwanamke akaulizwa, unampenda nani? Uko tayari kuishi na Sheikh baba watoto wa zamani tumweke pambeni, au unataka uishi na baba watoto wa zamani? Mahakama inakusikiliza. Kwa mfano
unasemaje? Wewe unafikiri huyu mwanamke atajibu nini? Atamtaka nani? Ana juba zake, ana heshima zake, msaafu ushaanza kuingia kichwani, ashaona maisha mazuri ya Kiislamu ya kusujudu, na mume wake wa zamani wakilala klabu haya, wakilala ba haya, maisha hayana ustaarabu, wakimkumbatia mbwa haya, hawajui najisi, hawajui kuoga janaba, sasa hivi anajua ubaya wa hedhi. Hebu niambie, huyu mwanamke atamtaka nani? Atamtaka shekhe, atamtaka mchungaji? Umeona hawezi kumwacha mtu alomfundisha ustaarabu. Lakini mapenzi ni kitu cha ajabu. Mapenzi usitake advantage. Usiseme mimi wanawake wananielewa kwa sababu nina pesa, umejidanganya. Usiseme mwanamke kanielewa kwa sababu mimi nafanya kazi serikalini na wadhifa, umekwisha. Wanawake wanahitaji mbinu. Wanawake wanahitaji mapenzi, na hichi ndio kiu chao. Mwanamke kuulizwa unamtaka nani, akasema mimi nataka kurudi kwa mume wangu wa zamani, yule mlevi mbwa, nataka kurudi kwake, simtaki shekhe. Mama, umerogwa? Ambia sijarogwa. Tatizo? Ambia tatizo liko hapa. Mume wangu wa zamani anajua kulea, shekhe hajui kulea. Anajua kubembeleza, shekhe hajui kubembeleza. Sasa nimemisi kubembelezwa, kudekezwa. Mume wangu wa zamani utani mwingi, vicheko vingi. Mume wangu wa sasa hivi usiriazi mwingi. Akija kurusha swali, utaenda motoni, shauri yako. Hapo tu. Hamna time tucheze bilinge mayo. Wanakuwa hivi za nyingine watu wanacheza. Hakuna vitu kama hivi. Jamaa kanyang'anywa mke. Hakuna, ukishasema siku moja ushaizoea ndoa, umekwisha. Kila siku ndoa itakiwa ifanyiwe tajdidi. Kila siku ndoa uifanyie upya. Yaani ndoa ndio inavyotaka hivi. Lakini siku moja ukisema si tushazaa, si ananielewa, unadhukuru mbele shida zako, umekwenda na maji. Yaani isipite hata siku moja mke wako hajatabasamu kwa njia moja ama nyingine. Lazima umfurahishe. Na cha kumfurahisha zaidi mwanamke, wallahi ni vitu, alafu sijui hata tunagharamika nini, nafikiri ni udarueshi. Mwanamke anapenda umjaze, tena unamjaza zile sifa hata hanazo. We mzuri, we unapendeza. Yaani ukimwona mkeo kavaa nguo, akakuletea chakula, sifu chakula chake, sifu alichovaa, umependeza, asante, nimesahau hata kijiko, hata sahau, hata uone, na ukiona sema mashallah mashallah. Mmoja aliambiwa na mke wake, kaifa tarani ya zauji, unanionaje? Ambia wewe mpumbavu nini wewe, araki kalkirdi fauka shajara, na kuona kama nyani tu. Mmoja alikuwa akivuta tasbihi zake, subhanallah subhanallah, zilta subhanallah. Mke wake anapita mbele yake, unanionaje mume wangu? Hapa hakuna cha kuonana, hapa ibada tu, subhanallah 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 subhanallah. We mweu. Mtume alikuwa akimwambia Saida Aisha, ya Humaira. Hata ile Aisha alikuwa hamalizi ile jina, analiita kimadaha, ya Aish, analikata Mtume, ya Aish, ya Humaira. Mpe majina yale. Namalizia kisa kimoja.